mjumbe wa baraza la mashekhe mkoa Al-Habib Sheikh Eid bin Musa wa Kafungo, mjumbe wa baraza la mashekhe mkoa shekhe wangu Al-Habib Kibonajoro, mzee wetu, babu yetu na mjomba wetu Al-Haji Sheikh Yusuf, ndugu viongozi wa vyama vya siasa, wazee wangu, vijana wenzangu, mama zangu na dada zangu, pamoja na maustadhi wenzangu wa madrasa. Awali ya yote, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nirejee tena kumshukuru Sheikh wa mkoa kwa kunipa fursa hii adhimu na kutoa mawaidha katika munasaba huu ambao kiukweli hasa mimi ni mmoja ya watu walioathirika sana na kifo cha mjomba wetu, kutokana na namna ambavyo tulivyokuwa tunaishi naye, na kiukweli hasa maisha yake kwa haraka yamegawanyika katika maeneo matatu. Eneo la kwanza ni mtu ambaye aliyekuwa na ilaka nzuri ya kiroho baina yake yeye na Mola wake, kiasi kwamba alikuwa ni mtu mwenye pupa ya kutekeleza ibada ya swala popote atakapokuwa, na hata ilipokuwa ikimpita ibada hiyo, ukiwa naye unamuona kabisa kwamba anasikitika na anafanya haraka kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada hiyo. Lakini sehemu ya pili, alikuwa ni mtu ambaye rajulun siyasi, ni mwanasiasa, na siasa yake ilitofautiana na siasa za wengine, kwa sababu siasa yake ilitawaliwa zaidi na uzalendo, kwamba alikuwa anatamani kuona kwamba jamii yake inageuka na kuwa ni jamii bora katika swala la maendeleo. Na leo nizungumze wazi kwamba wakati inatafutwa fikra ya kutengenezwa chuo cha UBA, yeye ndiye alitafuta eneo Ujiji, japokuwa kuna wengine walisema isiwepo Ujiji, lakini yeye alitafuta eneo Ujiji na likapatikana, tena kwa gharama nafuu zaidi. Kiwa naye barazani hapa anaongea na muhusika
kuonyesha ule uzalendo. Lakini pia ni mtu ambaye kana rajulun ijtimai, ni mtu ambaye aliyeishi na jamii yake vizuri. Alikuwa hakuna jambo la kijamii, iwe msiba, iwe ni harusi, iwe jambo lolote, kama ana fursa na nafasi lazima atashiriki katika jambo hilo. Lakini kana rajulun mufakkir, alikuwa ni mtu ambaye IQ yake ni kubwa katika kutengeneza fikra chanya na kurekebisha zile fikra ambazo ni hasi. Lakini alikuwa ni mtu mwenye msimamo. Lakini indu alama, ana alama ambayo ameiacha katika ardhi ya Mpanda. Wakati akijishughulisha na masuala yake ya kimaisha, alifanikiwa kule kuacha alama ya ujenzi wa msikiti. Sasa haya yote haya tunayafasiri katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anayosema kwamba ayuha nnas ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan, kwamba mche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala popote utakapokuwa. Lakini unapofanya jambo baya na ukaja baadaye ukazinduka kwamba umefanya jambo baya, hakikisha unafuatishia jema, ili mazuri na malipo ya wema uliofanya yaje kufuta yale mabaya ambayo uliwatanguliza. Lakini ishi na watu kwa tabia iliyokuwa njema. Katika hadithi hii Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatufundisha mambo makuu matatu ambayo ndiyo misingi ya kidiplomasia katika nadharia ya Kiislamu. Sehemu ya kwanza ni kuweka mahusiano mazuri ya kiroho baina yetu sisi na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mahusiano haya ya kiroho ndiyo yanayokuja kutengeneza mahusiano yako wewe na watu wengine, na hayawezi kukamilika na kukaa vizuri isipokuwa kwa kufuata misingi na maamrisho ya ibada ulizowekewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mahusiano haya ya kiroho yakiwa vizuri, maana yake wewe utakuwa mbali na yale aliyokataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu siku moja alimuuliza Sayyidina Ubayy, akamwambia ma maana taqwa, hivi ucha Mungu ni nini? Sayyidina Ubayy akamuuliza tena swali Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, hal mashita ala tariqin fawqaha shawk, hivi ulitembea katika njia ambayo juu yake kuna miba? Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akamwambia naam, mashita, nilitembea. Akamwambia amiltu ulifanya nini?
Sayyidina Umar ibn al-Khattab akamwambia, shamartu wa hadhartu, wakati nilikuwa ninatembea huku ninanyata, lakini nikichukua tahadhari kwamba mimba ile isije ikanichoma. Baada tu ya majibu haya, Sayyidina Ubay akamwambia Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dhaka huwa taqwa. Sasa huo ndio cha Mungu ambao sasa umekuja kufasiriwa kwamba khali dhunuba saghiraha wa kabiraha, dhaka at-taqwa, kule kujitenga mbali. Umedharau dhambi ndogo, wala tahtaqiranna saghiratan, usidharau dhambi ndogo. Fa innal jibala min al-hasa, mlima unaoona leo ni matokeo ya changarawe ndogo ndogo, ndio umekwenda kutengeneza mlima. Kwa hiyo ndio tafsiri ya uchamungu. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ittaqillaha haythu ma kunta, lakini wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha. Unapofanya mabaya ichunguze katika maisha yako mpaka unafikia leo umekuja hapa kwa ajili ya kwenda kwa kumwombea dua ndugu yetu ambaye uliishi naye na ukataamali naye katika kila majali za kisiasa, majali za kijamii, lakini majali za kiibada. Wewe kama wewe, yale ambayo umeyafanya mabaya, je, ni wema gani ambao utakaofanya kuja kufuta haya mabaya yaliyokutangulia? Lakini unatakiwa kuchukua mawaidha na mazingatio kwamba huyu niliyokuwa naye alikuwa na wema wa namna hii, leo hayupo. Je, mimi ikitokea zamu yangu nitaondoka na nitaacha ni hadithi gani? Kwa hiyo mazingira ambayo tunayoishi nayo yasitufanye kutoka nje ya yale yaliyotuamrisha Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ishi na watu kwa tabia iliyokuwa njema. Unaishije na watu kwa tabia iliyokuwa njema? Ni lazima umfanye Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa ndio kiigizo chako, kwa sababu yeye tayari Qur'ani imekwisha msifu, wa innaka la'ala khuluqin 'adhim, kwamba hakika wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam uko katika kiwango bora cha tabia. Kama kuna watu wana kiwango bora cha tabia, basi wewe ni zaidi yao. Hauwezi kuwa na tabia iliyokuwa nzuri nje ya utaratibu wa mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yeye ndiye anayekufundisha kwamba hauruhusiwi kumkashifu Muislamu mwenzako au hata yule asiyokuwa Muislamu. Hauruhusiwi kumtukana mwenzako, hauruhusiwi kumchukia mwenzako, hauruhusiwi kumfanyia hasadi mwenzako, hauruhusiwi kumdhuru mwenzako, na hauruhusiwi kumfanyia fitna mwenzako. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ishi na watu kwa tabia iliyokuwa njema. Ndugu zangu, almautu atin la muhala fa'tabir, kifo ni jambo lenye kuja muda wowote na wala halina muhali, kuzingatia hilo. Almautu atin la muhala fa'tabir, kifo ni jambo linalokuja muda wowote na ni lazima, zingatia hilo. Ni wangapi tulikuwa nao jana? Wal yawma hum tahta qara sukanu, leo wote maskani yao yako katika tabaka la udongo. Kwa kila mmoja ajitathmini.